Mpaka sasa stories zimekuwa nyingi kuhusiana na kiungo wa kimataifa wa Tanzania Faisal Salum Feitoto ambaye hivi sasa yupo katika klabu yake ya Azam FC. Ni kwamba mastori hayo mengi yanahusisha uhamisho wa Faisal Salum Feitoto kutoka katika klabu yake ya sasa ya Azam na kwenda katika klabu nyingine. Baadhi yake ni pamoja na wekundu wa Msimbazi Simba, wananchi Yanga, Wydad Casablanca ya Morocco, Kaizer Chiefs ya kule nchini Afrika Kusini, Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini na klabu nyingine mbalimbali. Lakini kimsingi mwingine anaweza kujiuliza kwamba kwa nini Feitoto? Zipo sababu kadhaa na kubwa zinahusiana na mchezaji huyu ambaye mara nyingi hucheza kama nyuma ya mshambuliaji kinara, lakini vile vile humudu kucheza kama kiungo ukabaji pale inapobidi, kwa sababu wanaofahamu Faisal Salum Feitoto tangu akiwa katika klabu ya Singida amekuwa akicheza kama kiungo wa ukabaji, lakini baada ya kutoa kwa wananchi Yanga chini ya kocha Nasreddine Nabi akawa amesogezwa mbele. Badala ya kucheza katika eneo la kuzuia zaidi, Faisal Salum Feitoto amekuwa akicheza mbele wakati timu inaposhambulia, kuwa sehemu ya wale wanaoshambulia, kwenda kuongeza idadi nyuma ya mshambuliaji kinara. Kwa lugha nyingine, Feitoto almaruf jina lake Faisal Salum Feitoto tunafahamu vizuri, almaruf kama Feitoto. Feitoto amekuwa ni nambari 10 wa uhakika, nambari 10 ambaye hivi sasa ni nguzo na nitegemeo katika timu ya Taifa Stars na klabu anazochezea ikiwamo klabu ya Azam. Sasa swali mojawapo kuulizwa ni kwamba katika Yanga hii ya Mwalimu Hamdi Miludi, mabingwa ligi kuu Tanzania bara mara 3 mfululizo, ambao wanafukuzia taji lingine la ligi kuu Tanzania bara kwa mara ya 4, kama Faisal Salum Feitoto anajiunga na wananchi Yanga, nini kitakachotokea? Kutakuwa na athari gani? Hakika athari anazoweza kuzileta Faisal Salum Feitoto katika klabu ya wananchi Yanga ama klabu nyingine yoyote atakayojiunga, nyingi ni chanya na zinahusiana na kumuongezea mwalimu wigo mpana wa wachezaji wa kuwapanga katika kikosi chake cha kwanza. Lakini pia Feitoto amekuwa mhimili kila mara anapokuwa uwanjani katika ujenzi wa mashambulizi ya timu anayochezea kwenda kwa timu pinzani. Feitoto anafahamika ni mzuri katika kupokea mipira ya kwanza, kwenye chenga yuko vizuri, lakini pia ana jicho la kuona wenzake wamesimama wapi ili awapasie na hatimaye kutengeneza fursa za mabao. Kwa minajili hiyo ni kwamba akitua Yanga wakati wote ule, kama ni kweli tetesi hizi zitakuwa, ni dhahiri kwamba Yanga watajiongezea mtaji mwingine wa namna ya kuadhuru wapinzani. Ikumbukwe kwenye eneo la kiungo kuelekea juu wanaposhambulia Yanga wana nyota wengi ambao wamekuwa wakifanya vizuri mpaka sasa katika ligi kuu Tanzania bara, ambapo Yanga ipo kileleni ikiwa na pointi 70, ndio timu iliyofunga mabao mengi, imefunga mabao 68, ndio timu ya pili kwa kuruhusu mabao machache ikiwa imeruhusu mabao 10 tu. Kinara kwa kuruhusu mabao machache wakiwa ni Simba, wakiwa na ukuta imara kwenye ligi kuu Tanzania bara kwa kuruhusu mabao 8. Lakini Simba wamezidiwa na Yanga idadi ya michezo. Yanga wamecheza mechi 26, Simba wamecheza mechi 22. Sasa Yanga hii ambayo ina rekodi hizo, ikiwa kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, ikiwaacha Simba kwa pointi 13, ingawa yenyewe imecheza mechi 4 zaidi kulinganisha na watani zao jadi Simba, ni dhahiri kwamba akitua Feitoto anakwenda kuongeza uimara zaidi hasa katika kufunga. Ikumbukwe kuna story vile vile zinahusisha juu ya nambari 10 wa bara kwa mara wa Yanga kwenye kikosi cha kwanza, Stefan Aziz Ki, kwamba yeye yuko mbioni kuondoka Yanga. Ndiyo biashara nzito inatarajiwa kufanywa na kufanya Yanga wawe na nafasi katika eneo hilo. Kwa sababu hiyo kuhusishwa kwa Feitoto pia kunatokana na story hizi kwamba Aziz Ki, raia wa Burkina Faso, anaondoka mwishoni mwa msimu, na hivyo nafasi yake mchezaji sahihi wa kuishika ni pamoja na mchezaji wa zamani wa Yanga huyu Feitoto. Ni kwa sababu katika eneo hilo Yanga wamekuwa wakifanya vizuri sana. Msimu uliopita Aziz Ki alikuwa mfungaji bora katika ligi kuu Tanzania bara, Feitoto akiwa mfungaji bora namba 2. Aziz Ki alimaliza na mabao 21 akitoa assist 8. Faisal Salum Feitoto alimaliza msimu uliopita ligi kuu Tanzania bara akiwa na mabao 19 na assist 7, akisaidia Azam mabao 26 kati ya mabao 63 waliofunga katika msimu ambao mwishowe wakamaliza wa pili kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara kwa mara ya kwanza tangu msimu 2015-16. Wakapata tiketi ya kuwakilisha nchi katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Sasa eneo hilo analotoka Aziz Ki, ni dhahiri kwamba akitua Feitoto ana uwezo wa kuendeleza yale mazuri yote ya Aziz Ki, lakini pia kufanya ya ziada yeye kama mchezaji mwenye kipaji sana.
Kati ya mambo ambayo humfanya Feitoto apendwe na makocha wengi ni pamoja na juu ya utayari wake wa kuitumikia timu. Ndio, si wa kuumia mara kwa mara. Kwa hiyo utayari ule wa kiakili, utayari wa kimwili, kwa maana physical fitness, Faisal Salum Feitoto amedhihirisha mara zote kwamba yeye yuko ngangari katika eneo hilo. Katika msimu huu kwa mfano, Azam mpaka sasa wameshacheza mechi 27. Bado mechi 3 watimize idadi ya mechi 30 za ligi kuu Tanzania bara kwa msimu wa 2024 2025. Yeye ameshacheza mechi 26 kati ya 27. Maana yake ni kwamba kuhusika kwake katika mechi ni zaidi ya 96%. Ni kiwango cha juu mno ambacho walimu wanapenda kuwa na wachezaji wa namna hii, kwamba kama asipompanga basi hiyo ni kwa sababu za kimbinu na sio kwamba hayuko timamu wa kimwili au kiakili. Lakini kwenye mechi hizi Faisal Salum Feitoto amecheza kwa dakika 2258, kuzidi kudhihirisha namna gani ambavyo amekuwa akiwajibika ipasavyo apatapo awapo kwenye timu. Ndio, anacheza kwa muda mrefu zaidi. Kwa sababu mechi 26 tunazungumzia dakika 2340. Kwa dakika 2340 kucheza kwa dakika 2258, maana yake kwenye zile mechi alizocheza 26, dakika alizokosa ni dakika 82 tu, ikiwa ni wastani wa kukosa kwa dakika 3, dakika 3 na sekunde 9. Dakika 3 na sekunde 9 kwa wastani tunaposema amemiss dakika 82 katika mechi 26. Huyu ndiye Feitoto. Lakini awapo uwanjani, je, nini anafanya? Akiwa anatumika kama kiungo wa ushambuliaji nambari 10 nyuma ya mshambuliaji kinara, msimu huu Feitoto amekuwa hayupo karibu sana na lango la wapinzani kutokana na majukumu alionayo chini ya kocha Rashid Tausi. Tofauti na msimu uliopita ambapo Feitoto muda mwingi wa msimu chini ya kocha Yusuf Dabo na Bruno Ferri, yeye alikuwa anacheza kama mshambuliaji bandia force 9. Matokeo yake akawa karibu sana na lango la wapinzani, akafunga mabao mengi yale kutoka kueleza, mabao 19, assist 7, akichangia mabao 26 kati ya mabao 63. Lakini msimu huu ambapo Azam wameshashughulikia tatizo la washambuliaji, wanaye Nasor Saadun, wanaye mchezaji wa kimataifa kutoka Colombia Blanco, maana yake Feitoto amekuwa akicheza nyuma zaidi tofauti na msimu uliopita. Kwa sababu hiyo, katika mechi hizi 26 Feitoto amepiga mashuti, shots. Amepiga mashuti 39, kati ya hayo mashuti 27 yakilenga shabaha. Lakisha akafunga mabao sasa kwa kupiga mashuti yao, majaribio hayo. Kafunga mabao 4, katoa assists, pass za mabao kwa wenzake 13, na hivyo kuchangia mabao 17 ndani ya klabu yake ya Azam katika ligi kuu Tanzania bara msimu huu. Idadi ya mabao inamfanya Faisal Salum Feitoto awe ndiye aliyechangia mabao mengi zaidi ya Azam, kwa sababu Azam mpaka sasa mechi 27 amefunga mabao 43. Yeye kachangia mabao 17 tukanayo na 4 aliyofunga na assist 13. Ukizidisha kwa 100 upate mchango wake katika mabao yote aliyofunga Azam, utagundua hapa ni around 40%. Ndio, kwa sababu ni 39.5 plus around 40%. Ni kiwango cha juu mno, kwa sababu kwa lugha nyingine wachezaji wenzake wote ndani ya Azam wao wameshiriki katika 60% iliyobaki, ili hali yeye mmoja akishiriki katika 40% ya mabao yote ya Azam msimu katika ligi kuu Tanzania bara. Unaweza kaona ni kiwango cha juu namna gani. Lakini ameyafanya yote hayo akiwa katika klabu ya Azam. Je, atakapojiunga na wananchi Yanga, mchango wake utakuwaje? Ni dhahiri kwamba akiendeleza kiwango hiki anachokionyesha sasa, akiwa anakumbushia pia kile ambacho aliwahi kukifanya akiwa na Yanga msimu 2022-23, msimu ambao alicheza nusu msimu, tunakumbuka vizuri, kabla kuingia katika mgogoro na uongozi wa Yanga, na kisha mgogoro ambao mwishowe ulimfanya ahamie katika klabu ya Azam. Msimu wa 22-23 Feitoto alicheza mechi 15, dakika 1060, lakini akawa amepiga mashuti katika msimu huu, mashuti 24, kati ya hayo 16 yamelenga shabaha. Alafu akawa amefunga mabao goals, mabao 6 katika msimu alicheza nusu msimu. Sasa hivi sasa amekuwa katika kiwango bora zaidi, hasa katika kuleta madhara kwa wapinzani kwa kufunga mabao ama kutoa assist. Faisal Salum Feitoto anafahamika kwa kupiga mashuti ya mbali, huku sifa yake mojawapo kubwa ni shooting accuracy, usahihi wa kupiga mashuti kwa kulenga shabaha. Kwa mfano hata hapa ambapo amepiga mashuti
39 alafu 27 amelenga shabaha kati ya 39, ukizidisha kwa 100 ndio unapata shooting accuracy ambayo ni around 69%. Hapigi tu mashuti kwa kubahatisha, mengi yanalenga shabaha. Sasa mchezaji wa namna hii makocha wengi wanamhitaji. Yupo kwenye kiwango bora sana, ndio maana anahusishwa na Yanga, anahusishwa na Simba, anahusishwa na klabu nyingine mbalimbali. Akitua Yanga kwa Miludi, Yanga itazidi kuwa kali zaidi kwa sababu ni eneo ambalo pia kwenye kiungo cha ushambuliaji Stefan Aziz Ki yupo na inatajwa kwamba yuko mbioni kuondoka mwishoni mwa msimu, na hivyo nafasi yake inahitaji mtu makini mwenye uwezo mkubwa kama Aziz Ki ama zaidi. Ndipo hapo unaona Feitoto mjadala wake, tetesi zake kuhusu kurejea Yanga zinakuwa kubwa zaidi, huku ikielezwa kwamba Yanga wako tayari kutoa kiasi kikubwa cha fedha kuweza kumshawishi, kwa sababu wanajua wanampoteza Aziz Ki, na hivyo kuwa na nafasi ambayo pale pa Aziz Ki hivi sasa wanatoa pesa nyingi, kwa maana ya ile signing on fee waliotumia, signing on fees, lakini pia kiasi cha maslahi ya Aziz Ki kwa sasa. Kwa sababu hiyo hawashindwi kumlipa Faisal Salum Feitoto kwa dau ambalo linalingana ama vinginevyo juu ya lile ambalo wanalitoa sasa kwa Aziz Ki, kwa sababu Feitoto amekuwa katika kiwango bora sana. Swali ni kwamba je, atajiunga kweli na Yanga, ambako kama kweli atajiunga atazidi kuongezea makali kama ninavyosisitiza mara kwa mara, kwa sababu ni Yanga ambayo hivi sasa ina Peudo Pacome Zouzoua ambaye mpaka sasa ameshafunga mabao 9, assist 9 katika ligi kuu Tanzania bara, akichangia mabao 18. Yeye kama kiungo ushambuliaji kati ya wale viungo watatu nyuma mshambuliaji kinara kwenye mfumo wa Yanga baada ya golikipa ni 4-2-3-1. Lakini wanaye Maxim pia Nzengeli naye ni miongoni mwa viungo ushambuliaji, lakini kuna Cletus Chota Chama ni miongoni mwa viungo wa ushambuliaji. Clement Mzize Walid amekuwa akitumika pia kama kiungo wa ushambuliaji kitokea pembeni katika mfumo wa Beludi wa kuhitaji huduma ya Mzize na huduma ya Dube kama mshambuliaji kinara. Amekuwa akimtumia Mzize wakati mwingine akitokea pembeni. Ni eneo ambalo lina utajiri wa viungo wenye kipaji. Yupo pia Faridi Musa katika eneo hilo hilo, wapo akina Dennis Nkane na kadhalika. Swali ni kwamba je, Feitoto atajiunga kweli Yanga?